Sasa ufalme wa Mungu ni system, ni mfumo. Naposema mfumo, ni utaratibu wa kuendesha mambo wa mbinguni. Ufalme ni kama serikali, maana yake ni mfumo wa kimbinguni ambao unamsaidia mtu hapa duniani. Anaposema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, maana yake geuzeni namna mnavyofikiri, kwa sababu kuna mfumo mwingine wa kuendesha maisha huko duniani. Rafiki yangu, kama kuna kitu kimejijenga kwako kuhusiana na mafanikio, alafu Mungu anakuletea kingine kuhusiana na uchumi, mfumo wako utakitema. Yaani kuna namna tu utakuwa unakataa, kwa sababu hauwezi kuwa na imani zaidi ya huu mfumo wako wa kifikra. Yaani ili imani ifanye kazi ndani ya mtu, lazima kwanza ibomoe namna ambavyo mtu anafikiri. Na moja ya vita ngumu ya mwanadamu, mtu aliokoka, ni vita ya ndani. Unajua, unaweza ukaangusha falme, mamlaka, wakuu wa giza zote za angani ukazimaliza, alafu ukabakiza moja ambayo hiyo ni kubwa kuliko hizo za angani. Ukija ukakaa mwenyewe ukatulia, umeshazivunja roho za umaskini zote, umemaliza, lakini kuna mmoja inakuteka, sema wewe, hivi kwenu wewe umeshaona hata baiskeli? Maana yake unatakiwa utubu. Kutubu maana yake change your mindset. Vunja hiyo namna ya kufikiri, kubali namna ya kufikiri inayoletwa na fundisho na neno la Mungu, kwa sababu bila hivyo kuna kitu Mungu atakuletea utakikataa. Haiwezekani. Rahisi hivi? Haiwezi kuwa rahisi hivi.